Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha kupendwa cha Kesha la Asubuhi, Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena rohoni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza roho na sifa, sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Februari 27. Somo lisemalo, fanyeni imara kuitwa na kuteuliwa kwenu. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa siku nyingine. Tunapoenda kutafakari maneno yako, tunaomba uwe pamoja nasi. Tunaomba kwa jina mwanao mpendwa Yesu Kristo, amina. Kwa hiyo ndugu, jitahidini zaidi kufanya imara kuitwa kwenu na uteule wenu. Maana mkitenda hayo, hamtajikwaa kamwe. Maana hivi mtaruzukiwa kwa ukarimu kuingia katika ufalme wa milele wa Bwana wetu, Mwokozi wetu Yesu Kristo. Waraka wa pili wa Petro 1 mstari wa 10 na 11. Hapa bima ya maisha imetolewa kwetu, bima ambayo inatuhakikishia uzima wa milele katika ufalme wa Mungu. Ninawaomba miyasome maneno haya ya Mtume Petro. Unauelewa na weledi katika kila sentensi. Kwa kumshikilia mpaji wa uzima, aliyeyatoa maisha yake kwa ajili yetu, tunapokea uzima wa milele. Kila mmoja wetu anaamua hatima yake ya umilele, na ni juu yetu sisi wenyewe ikiwa tunakusudia kupata uzima wa milele. Je, tutayaishi masomo yaliyotolewa katika neno la Mungu, kitabu kikuu cha mafundisho cha Kristo? Ni kitabu kikuu zaidi, na bado ndicho kitabu kilichopangwa kwa usahili na kueleweka kwa urahisi zaidi kuwahi kutayarishwa kwa ajili ya kutoa elimu ya tabia ifaayo katika usemi, adabu na upendo. Ni kitabu pekee ambacho kitaandaa watu kwa ajili ya maisha yanayopatana na maisha ya Mungu. Na wale wanaolifanya neno hili kuwa somo lao la kila siku ndio pekee wanaostahili kupokea diploma inayowapa haki ya kusomesha na kuwafundisha watoto kwa ajili ya kuingia katika shule ya juu na kutawazwa kwa washindi walioshinda. Kristo Yesu Bwana wetu ndiye mwamuzi pekee aamuaye kufaa kwa mawakala wa kibinadamu katika kupokea uzima wa milele. Milango ya mji mtakatifu itawafungukia wale ambao wamekuwa wafuasi wake wanyenyekevu, wapole, wa hali ya chini, wakiwa wamejifunza masomo yao kutoka kwake na kupokea kutoka kwake bima ya maisha yao, wakitengeneza tabia zinazofanana na mfano wa Mungu. Hapo waliokombolewa watakapokombolewa katika nchi, mji wa Mungu utafunguliwa kwa ajili yenu. Kisha vinubi vitawekwa mikononi mwenu na sauti zenu zitainuliwa katika kumwimbia sifa Mungu na Mwanakondoo, ambaye kwa dhabihu yake kuu
mmefanywa kuwa washirika wa tabia yake na kupewa urithi wa milele katika ufalme wa Mungu. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo, fanyeni imara kuitwa na kuteuliwa kwenu. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa kuwa pamoja nasi. Asante kwa somo zuri ulilotupatia asubuhi ya leo. Tunaomba tulifanyie kazi katika maisha yetu. Tunaomba yote kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke.